Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ameifanya, na tunamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo, maana Mungu ametuleta tena katika nyumba yake ili tuweze kusikia maneno yake matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachoomba ni kwamba moyo wako uwepo mahali hapa, nafsi yako uwepo mahali hapa, uwepo mahali hapa ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tuna somo zuri tena, na somo letu linasema unahitaji nini ili utoke katika hali ya kukwama majira haya. Unahitaji nini ili uweze kutoka katika hali ya kukwama majira haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nimekuja kuonyesha asubuhi ya leo kile ambacho unahitaji ili uweze kutoka katika hali ya kukwama na uende katika hali ya baraka na mipenyo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na moja kwa moja niseme kwamba mtu wa kwanza unayemhitaji ni Mungu. Amen. Amen. Kitu cha kwanza unachohitaji ni Mungu. Kama unatamani kutoka katika hali ya kukwama, kama unatamani kutoka katika hali duni, kama unatamani utoke katika hali ya kudumaa, unayemhitaji majira haya ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapoongelea habari za baraka, tunapoongelea habari za kuinuliwa, tunapoongelea habari za kubarikiwa, tunapoongelea habari za kufanikiwa, tunapoongelea habari za kwenda juu kiuchumi au kimaisha au kibiashara au kimasomo au kifamilia, ni lazima Mungu mwenyewe ahusike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima Mungu mwenyewe ahusike. Kwa unayemhitaji wa kwanza ili uweze kutoka katika hali ya kukwama ni Mungu. Amen. Zaburi 75 mstari wa 6 na wa 7. Angalia kitabu cha Zaburi sura ya 75 mstari wa 6 na wa 7. Kwa nini tunasema ni Mungu ndo tunayemhitaji? Kama tumefika pale tunaweza tukasoma Zaburi 75 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, Zaburi mstari wa 6 na wa 7. Unasema, Biblia inasema, maana siko mashariki wala magharibi. Asema maana siko mashariki wala magharibi, wala nyikani itokako heshima. Mstari wa 7. Bali Mungu ndiye hahukumuye. Asema bali Mungu ndiye ahukumuye. Humdhili huyu na kumuinua huyu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tunasema kwamba tunayemhitaji wa kwanza ili tuweze kuinuliwa, ili tuweze kubarikiwa, ili tuweze kufaulu, ili tuweze kupata mipenyo ni Mungu. Anasema siko mashariki wala magharibi wala nyikani inakotoka heshima. Amen. Amen. Anasema bali Mungu, yani Mungu ndiye anayehusika. Anasema anamshusha mmoja na anasema anamuinua mwingine. Yeye ndo anayehusika. Kwa hiyo asipohusika yeye kama Mungu katika masuala yako, hauwezi ukafaulu, hauwezi ukafanikiwa, hauwezi ukainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye anayemdhili mmoja na yeye huyo ndiye anayemuinua mwingine. Amen. Kwa unapoongelea kuinuliwa, unapoongelea kubarikiwa, unapoongelea kufaulu, lazima Mungu mwenyewe ahusike. Haleluya. Amen. Lazima Mungu mwenyewe ahusike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Kwa hiyo sikieni watu wa Mungu. Mungu ndo ana uwezo wa kumwinua yule mnyonge aliyefilisika. Mungu ndo ana uwezo wa kumwinua yule ambaye ameanguka. Mungu ndo ana uwezo wa kumwinua yule ambaye yuko chini. Haleluya. Amen. Anaweza akamtoa mtu mavumbini, anaweza akamtoa mtu jalalani, anaweza akamtoa mtu mahali popote ambako amesauliwa.
Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zaburi 113. Angalia tena Zaburi 113 jinsi Mungu anavyoongea pale. Amen. Amen. Tunasoma Zaburi 113 mstari wa 7 na mstari wa 8. Mstari wa 7 na mstari wa 8. Tusome pale. Amen. Biblia inasema mstari wa 7 unasema, ndio, humwinua mnyonge kutoka mavumbini. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini Mungu, na kumpandisha maskini kutoka jaani. Na kumpandisha maskini kutoka jaani. Mstari wa 8 ndio unasema, umketisha pamoja na wakuu. Umketisha pamoja na wakuu. Pamoja na wakuu wa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo aliye na uwezo wa kumuinua aliyeinama, aliye na uwezo wa kumuinua aliye chini, aliye na uwezo wa kumtoa mtu mavumbini ni Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aliye na uwezo wa kumpandisha mtu kutoka chini na kumpeleka juu ni Mungu. Amen. Amen. Anampandisha maskini. Haleluya. Anasema amketisha pamoja na wakuu wa watu wake. Si mwanadamu hawezi kukufanyia hayo, hata kama ni rafiki yako, lakini Mungu ndo ana uwezo wa kumuinua mtu, kumtoa mavumbini na kumpandisha juu, na amketishe pamoja na wakuu. Aliye na uwezo wa kufanya hivyo ni Mungu mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Sikieni watu wa Mungu siku ya leo. Mungu alimuinua Daudi kutoka porini kwenye mazizi ya kondoo, mahali ambako Daudi alikuwa amesauliwa, na Mungu akampeleka Daudi ikulu. Haleluya. Amen. Huyo ndiye Mungu. Hakuna mwanadamu aliyewahi kufanya hivyo. Familia ya Daudi walimsahau, baba yake alimsahau, lakini Mungu akamtoa porini, akamtoa kwenye mazizi ya kondoo, akamtoa huko nyuma, akamtoa mavumbini, akampeleka mpaka kwenye kiti cha enzi kwenye ikulu. Anayeweza kufanya hivyo ni Mungu mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ambaye anaitwa Gideon. Gideon Mungu alimuinua. Alikuwa anatoka kwenye familia duni. Gideon alikuwa anatoka kwenye familia maskini, lakini Mungu akamuinua Gideon kutoka kwenye familia duni, kutoka kwenye familia maskini, na Mungu akamfanya mkombozi wa wana wa Israeli, kuwatoa katika mikono ya Wamidiani. Wamidiani walivamia Israeli, na Mungu akamuinua mtu mnyonge. Mungu akamuinua mtu ambaye alikuwa sio mtu ambaye ni maarufu, akamuinua Gideon. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaweza akamuinua mtu yeyote yule, akamtoa chini, akampeleka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mtu anaitwa Yefta. Mungu alimuinua Yefta. Yefta alikuwa ni mtoto ambaye alizaliwa nje ya ndoa, na ndugu zake wakamkataa. Ndugu zake kumwambia kwamba hauna sehemu katika familia yetu, maana wewe ni mtoto wa kahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akamuinua huyo Yefta, akawa kiongozi wa ndugu zake. Amen. Kwa tunaweza kusema kwamba haijalishi familia unayotoka, haijalishi historia yako ya nyuma, haijalishi mazingira unayoishi, haijalishi watu wamekufanyia nini, unayemhitaji ili uweze kuinuka, unayemhitaji ili uweze kupata baraka, unayemhitaji ili uweze kupata mipenyo, unayemhitaji ili uweze kupata ushindi ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo kazana kumtafuta Mungu, kazana kumtafuta Mungu. Yeye peke yake ndo ana uwezo wa kumuinua mtu, kumtoa chini na kumpandisha juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nachotaka ufahamu siku ya leo ni kwamba kila kitu unachotafuta katika maisha, hicho kitu kiko kwa Mungu. Amen. Amen. Yeye ndo ana kila kitu ambacho unatafuta. Kama unatafuta uzima, uko kwa Mungu. Kama unatafuta baraka, ziko kwa Mungu.
Kama unatafuta mipenyo, iko kwa Mungu. Kama unatafuta kufaulu, iko kwa Mungu. Kila kitu tunachotafuta katika maisha, kitu hicho kiko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakolosai sura ya kwanza. Fungua Biblia zetu katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16 na mstari wa 17. Angalia ninachosema, kwamba chochote ambacho unatafuta katika maisha kiko na Mungu. Haleluya. Amen. Tumefika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16 na mstari wa 17. Kama tumefika tusome pale. Mstari wa 16, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16 na mstari wa 17. Amen. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16. Unasema. Biblia inasema, soma kwa sauti. Kwa kuwa katika yeye, Biblia inasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Anasema katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi na vilivyo chini ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Ndio. Ikiwa ni vitu vya enzi, ndio, au usultani, au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, ndio, na kwa ajili yake. Ndio. Mstari wa 17. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Amen. Amen. Kwa vitu vyote vinashikana katika yeye Mungu, vyote vimefanyika kwa ajili yake. Yeye ndiye chanzo cha vitu vyote. Kila kitu tunachotafuta katika maisha kinatokana na Mungu. Haleluya. Iwe ni afya, iwe ni mambo ya kifamilia, iwe ni mambo ya kiuchumi, iwe ni mambo, kila kitu anasema vitu vyote vinashikana katika yeye. Amen. Yeye ndio chanzo cha vitu vyote. Amen. Nataka ufahamu siku ya leo kwamba maisha hayana maana bila Mungu. Amen. Nataka ufahamu siku ya leo kwamba kazi haina maana bila Mungu. Taaluma haina maana bila Mungu. Amen. Kwa hiyo usipokuwa na Mungu na ukamjua Mungu katika maisha yako, hauwezi ukapata mema. Ndivyo ambavyo tunaambiwa katika kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 22 na mstari wa 21. Amen. Amen. Ayubu sura ya 22 na ule mstari wa 21. Biblia inasema mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Kwa hiyo usipomjua Mungu katika maisha yako, usipomjua Mungu, yeye ndiye anayetoa riziki, yeye ndiye anayetoa uzima, yeye ndiye anayetoa uponyaji, yeye ndiye anayeinua watu. Usipomjua huyo, hauwezi ukaona mema katika maisha yako. Ayubu 22 mstari wa 21. Tusome pale. Amen. Ayubu 22 mstari wa 21. Biblia inasema, unasema, mjue sana Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Unaona? Amen. Haleluya. Amen. Ndivyo mema yatakavyokujilia. Mjue sana Mungu kwenye maisha yako, mjue sana Mungu kwenye taaluma yako, tafuta kumjua sana Mungu kwenye masomo yako, tafuta sana kumjua Mungu kwenye ndoa yako, tafuta sana kumjua Mungu kwenye biashara yako, tafuta sana kumjua Mungu. Anasema ndipo utapata amani na mema yatakujilia. Kwa hiyo Mungu ndiye mtu wa kwanza tunayemhitaji kwa ajili ya kuinuliwa, kwa ajili ya kupona, kwa ajili ya mipenyo, kwa ajili ya baraka, kwa ajili ya kufaulu. Yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ndiye wa kwanza. Mungu ndiye wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Biblia imetuambia kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Yeye ndiye aliyeumba vitu vyote. Hata kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, Mungu tayari alikuwa anaishi. Haleluya. Yeye alikuwepo. Yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Kwa hiyo yeye ndiye tunayemhitaji. Amen. Vitu vyote vimeumbwa na yeye na vitu vyote vinashikamana na yeye. Kwa hiyo yeye ndiye tunayemhitaji. Amen. Amen. Kwa ajili ya ushindi katika maisha yetu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya.